Tanzania imetikisika baada ya ujumbe mkali kutoka kwa Mange Kimambi ambao umeibua siri nzito yake Samia Suluhu na uongozi wake wa kidikteta. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilichoanza kama sauti moja ya ukosoaji kutoka ugaibuni sasa kimegeuka kuwa kielelezo cha namna dola ya Tanzania inavyopanua silaha zake za hofu kuvuma mipaka ya kitaifa. Medani ya utakatishaji fedha yanayomkabili mwanaharakati na mkosoaji wa serikali Mange Kimambi si tukio la kawaida la kisheria, bali ni kilele cha mkakati mpana wa kunyamazisha sauti pinzani kwa vitisho, utekaji, vifungo na sasa uhalifu wa karatasi unaotengenezwa ili kuhalalisha ufuatiliaji wa kimataifa. Ndani ya dakika chache, hoja ya uhuru wa kujieleza imebadilishwa kuwa faili la uhalifu, na ujumbe wa wakosoaji wote wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan umeandikwa wazi bila kufichwa. Ukosoaji una gharama, iwe uko Dar ama Detroit. Msingi wa mkakati huu ni hofu kama sera. Ndani ya nchi, historia ya miaka ya karibuni imejaa visa vya watu kutekwa mchana kweupe, kupotea bila maelezo na kushtakiwa kwa makosa yasiyoeleweka baada ya kukosoa mamlaka. Na katika kipindi cha utawala uliopita na kinachoendelea, vyombo vya dola vimepewa nguvu kubwa kupitia sheria za mtandaoni, marekebisho ya sheria na vyama vya silaha na matumizi ya vyombo vya ulinzi kama chombo cha kisiasa. Matokeo yake yamekuwa kuporomoka kwa nafasi ya kiraia, kupungua kwa maandamano halali na kuongezeka kwa uoga miongoni mwa wananchi. Ndani ya mazingira haya, sauti kama Kimambi imeonekana kuwa tishio, si kwa sababu ya silaha, bali kwa sababu ya uwezo wa kuvunja ukuta wa hofu. Kile kinachofanya kesi hii kuwa ya kipekee ni uwanja wake. Serikali inapokosa kumfikia mkosoaji aliye nje ya nchi, inahamisha mapambano kwenda kwenye mfumo wa kifedha na kisheria wa kimataifa. Mbinu hii imeonekana kama katika tawala nyingi zenye mielekeo ya kiimla duniani, ambapo mashtaka ya kifedha hutumika kama njia mbadala ya kunyamazisha wakosoaji bila kuonekana kukandamiza moja kwa moja uhuru wa maoni. Na katika mazingira ya kimataifa yanayojali ufuatiliaji wa fedha haramu, neno utakatishaji fedha ubeba uzito unaoweza kufungua milango ya upelelezi, vizuizi vya benki na hata mijadala ya uhamisho. Hata kama mashtaka hayafiki mahakamani, madhara yake ya kijamii na kisaikolojia huwa tayari yametimiza kusudi. Hata hivyo, hoja ya uhamisho inagonga ukuta mgumu inapokutana na rekodi ya haki za binadamu ya nchi inayotaka kumrejesha mtuhumiwa. Katika muktadha wa Marekani, mfumo wa kisheria unazingatia kwa uzito uwezekano wa mateso, mauaji ya kisiasa au ukosefu wa haki za msingi endapo mtu atarejeshwa. Rekodi ya Tanzania kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji, mauaji yasiyochunguzwa kikamilifu na ukandamizaji wa vyombo vya habari imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika ripoti ya mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Hii ndio sababu hoja ya hofu ya uhamisho inageuka kuwa kinyume chake, na badala ya kunyamazisha inafichua udhaifu wa mfumo na utegemea vitisho. Muktadha wa kisiasa unaozunguka tukio hili una mizizi mirefu. Tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi miaka ya 90, Tanzania imejijengea taswira ya utulivu na uvumilivu wa kisiasa ikilinganishwa na majirani zake. Taswira hii imeanza kupasuka katika muongo wa kisiasa imeanza kupasuka katika muongo uliopita, hasa kuanzia kipindi ambacho dola iliamua kuweka usalama mbele ya haki za kiraia. Sheria za makosa mtandao, marufuku ya mikutano ya kisiasa na matumizi ya polisi kuzuia mikusanyiko ya amani vilijenga mazingira ambayo ukosoaji ulionekana kama uhaini, na mabadiliko ya uongozi hayakubadili kwa kina mifumo hii. Yalibadilisha lugha ya sura, lakini miundombinu ya hofu iliendelea kufanya kazi.
Ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, mwelekeo huu hauko peke yake. Serikali zimekuwa zikishirikiana kwa njia zisizo rasmi kubana wapinzani, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kutumia sheria za kifedha au uhamiaji kama silaha za kisiasa. Hata hivyo, kila jaribio la aina hii huvutia macho ya washirika wa maendeleo, wafadhili na taasisi za kikanda, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ingawa mara nyingi hutumiwa kwa ukimya, haziwezi kupuuza kabisa mifano inayoathiri udhabiti wa muda mrefu wa kanda. Tanzania inapochagua mkondo wa kuwasilisha wakosoaji wake kama wahalifu wa kimataifa, inaweka hatarini uaminifu wake mbele ya taasisi hizo. Na ndani ya nchi, athari za mkakati huu zinaonekana wazi, na waandishi wa habari hujifunza kujisitiri, wanaharakati hupima maneno yao, na wananchi wa kawaida huamua kunyamaza ili kulinda ajira na familia zao. Kimya hiki ni ishara ya ridhaa na ni matokeo ya hofu iliyopandwa na maksudi. Hofu iliyopandwa kwa maksudi. Kesi ya Kimambi inakuwa kioo kinachoonyesha mustakabali ambao serikali inaonekana kutengeneza, ambapo ukosoaji ujibiwe ama haujibiwi kwa hoja bali kwa faili za mashtaka. Hali hii inadhoofisha taasisi za ndani kwa sababu inahamisha mjadala wa kisiasa kutoka kwenye majukwaa ya wazi kwenda kwenye viumba vya mawakili wa benki. Kihistoria, tawala zinazotegemea hofu huishia kuongeza upinzani badala ya kumaliza. Kadri shinikizo linavyoongezeka, ndivyo simulizi la ukandamizaji linavyopata nguvu nje ya mipaka ya taifa. Mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vya kimataifa na diaspora hujaza pengo linaloachwa na vyombo vya ndani vilivyobanwa. Na katika karne ya kidijitali, hakuna kizuizi kinachoweza kuzuia kabisa taarifa, na jaribio la kumfanya mkosoaji aonekane mhalifu linaweza kubadilika na kuwa ushahidi wa kile anachokipinga. Na kwa Tanzania, hatari kubwa si kesi moja au sauti moja, bali mwelekeo unaonekana kuhalalisha matumizi ya nguvu za dola dhidi ya raia wake. Uchumi, diplomasia na mshikamano wa kidijitali vyote vinategemea imani kati ya serikali na wananchi. Imani hiyo inapovunjika, basi gharama zake huonekana katika migogoro ya muda mrefu na kuporomoka kwa uwekezaji, na kizazi kinachokuwa kikiwa na shaka juu ya thamani ya uraia. Kesi ya Kimambi inakuwa alama ya tahadhari, ishara kwamba mstari kati ya ulinzi wa taifa na ukandamizaji wa kisiasa umevukwa kwa maksudi. Mwisho wa simulizi hili hauandikwi na mahakama za nje wala na mitandao ya kijamii pekee, bali na uchaguzi wa ndani wa Tanzania kama taifa. Kuendelea kunyamaza kunamaanisha kukubali kwamba hofu ni bei ya utulivu wa juu. Na kusema na kuandika hata kwa gharama kunabeba matumaini ya kurejesha uwajibikaji na heshima ya utu. Na mustakabali wa Tanzania hautaamuliwa na nguvu ya vitisho, bali na uwezo wa wananchi wake kukataa kuishi chini ya kivuli cha hofu. Kimya kinaweza kuonekana salama leo, lakini kesho yake huacha taifa likiwa tupu, bila sauti, bila kumbukumbu ya kile kilichokuwa na kile kilichoweza kuwa. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.